Moja ya maswali makubwa yanayoulizwa pindi tu unapoelewa tofauti za watu ambao Injili inawaelekeza pamoja na ufunuo wa miaka 14 ni kwa nini jambo hili halikujulikana mamia ya miaka iliyopita au hata miongo iliyopita? Kwa nini imekuwa tu katika miaka 9 iliyopita katika huduma hii yote, katika ile kuu kule Ministry Revealed? Naam, ni jibu gumu kwa kiasi fulani, kwa sababu unaweza kusema naam, ilikuwa ni mapenzi ya Bwana tu, sivyo? Ilihifadhiwa kwa ajili ya wakati wa mwisho ili kuandaa watu. Hata hivyo, kuna mengi zaidi kuhusu hadithi hii, na yote ni kwa sababu ya Injili ya Mathayo. Unaona, kwa sababu haijawahi kueleweka kwamba tofauti zilizomo ndani ya Injili za sinoptiki zinazungumza na makundi matatu tofauti ya watu. Luka, kama unavyojua, ni wa kabla ya dhiki. Marko ni wa katikati ya dhiki. Mathayo ni wa baada ya dhiki. Kwa sababu mtazamo wa kila mtu umekuwa kwenye Injili ya Mathayo, kila kitu wanachokiangalia ni kupitia lenzi ya Mathayo, ingawa hawajui kila kitu kinapitia lenzi hiyo ya miaka 7, kwa sababu linapokuja swala la unabii wanaangalia kupitia Injili ya Mathayo na mafundisho yake katika sura ya 24, na hivyo kila kitu wanachokiona ni miaka 7. Ni sahihi sana hivi kwamba wanaona hata miaka 7,000 kwa uumbaji wote, 6,000 za mwili, na kisha utawala wa miaka 1,000. Lakini kile ambacho hawajatambua ni kwamba siku za uumbaji zenyewe pia zilikuwa siku kwa Bwana, lakini kila moja ikiwa na miaka 1,000, kama tungekuwa hapo mbele za Bwana tukiwa katika mwili. Na sasa tangu Adamu tunaishi katika mwili, na kila moja ya maelfu haya bado ni kama siku kwa Bwana. Kwa kweli ni 7 na 7 kama vile mwisho wa siku. Yote haya yanatokana na ukweli kwamba sote tumefundishwa kizazi baada ya kizazi kutoka katika Injili ya Mathayo. Kwa hivyo msingi ni Mathayo, na yote tunayoona ni miaka 7 bila kutambua kuwa hiyo ni miaka 7 ya tarumbeta, na ndio sababu wanaamini kila mtu anaenda kabla ya dhiki kuu, wakati kwa kweli ni umati mkubwa wa katikati ya dhiki, na wale wote wanaotangaza jina la Kristo wataenda wakati huo. Ninaomba ikubaliki kwa sasa. Kwa heri.